Yesu, hakuna muweza kama Yesu, hakuna muweza kama. Sema ni wewe tu, ni wewe Bwana Yesu asifiwe. Tuingie kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Leo tunaenda kusoma katika kitabu cha waraka wa Yuda. Waraka wa Yuda. Najua kitabu hicho ni kitabu ambacho mara nyingi hatukisomi, mara nyingi hatukifuatilii, naona hata hatujui kiko wapi. Yuda iko katika Agano Jipya. Inafatana na waraka wa tatu wa Yohana. Waraka wa tatu wa Yohana. Ukiwa pande hii nyingine inafatana na Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Yuda, kitabu cha Yuda. Mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Tusome neno la Mungu. Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hayo walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa jina ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya Yesu Kristo. Muongezewe rehema na amani ya upendano. 3. Wapenzi, walipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, niliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba msishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, mkafikiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao hukamana yeye aliye peke yake Mola na Baba wetu Yesu Kristo. 5. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa nimekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. 6. Na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao waliowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Bwana bariki hayo maandiko. Amen. Jehova Mungu Baba uliyejaa neema na rehema, katika jina la Yesu tunakuheshimu, tunakuabudu na kutukuza, maana hauchelewi mara tukuitapo. Tazama Mfalme, imewadia wakati wa kulitazama neno lako, kuliongea neno lako, kulitafsiri neno lako. Mfalme, naomba kwamba Bwana ukanipa neema ya kulitafsiri neno hili jinsi linavyonipasa kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya wapendwa ambao watalisikiza neno hili, kwamba Bwana Mfalme watakuwa na moyo wa usikivu, roho wa usikivu, ili kwamba Bwana likawasaidia maishani mwao, katika jina la Yesu. Ulio na upewe sifa wewe ni Bwana. Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Tuketi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu
yupo pamoja nami na ananipenda sana, na ameona ni mimi tu nitakayesimama hapa na niweze kunena kwa ajili yake. Amen. Neno hili ama kitabu hiki kimeandikwa na Yuda. Kwanza kabisa kimeandikwa na Yuda, mtumishi wa Mungu. Yuda, mtume Yuda. Kitabu hiki ni kitabu ambacho wakati mwingi watu wengi hawakisomi. Ni kitabu ambacho kiko na sura moja ambayo ni chache sana. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza fungua Biblia na ukose kuiona na umeipita. Amen. Kitabu hiki ni kitabu kidogo sana katika Biblia, kati ya vitabu vile vidogo katika Biblia. Huyu ni nabii ama ni mhuduma mdogo kabisa kwa wale wengine wadogo, baadhi ya wale ambao ni wa chini sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu hiki kiliandikwa kati ya mwaka wa 60 na 80 baada ya kufa kwake Kristo. Baada ya kufa kwake Kristo, mwaka wa 60, katikati ya 60 na 80. Hapo ndipo kitabu hiki kiliandikwa. Amen. Naenda kuhubiri kuhusu neno ambalo nimeliita mtumishi. Tumekuwa tukijifunza kuhusu safari ya imani. Kwa hivyo neno hili ambalo tutalisoma leo, tutalihubiri leo, liko chini ya safari ya imani kwa utumishi, katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi. Biblia inasema kwamba Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yuda akikiandika kitabu hiki hakuwa anaandikia makafiri, hakuwa anaandikia watu wasiomjua Mungu, hakuwa anawaandikia wale ambao hawajui kanisa ni kusema nini. Alikuwa anawaandikia wale ambao wameokoka, wale ambao wamemjua Mungu, wale ambao wamemtafuta Mungu, wale ambao wanamuishia Mungu, wale wasiochelewa kwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye anasema kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo na ni ndugu yake Yakobo. Kwa hivyo usifikirie yeye ni mtumwa tu na hana kwao. Yeye ni mtumwa ndio, na akopaka na ndugu zake. Kwa hivyo kunamaanisha kwamba yeye ako na ndugu, na akiwa na ndugu inamaanisha kwamba ako na wazazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye amezaliwa kama wewe, ameishi kama wewe, na pia anatumika jinsi ambavyo Mungu amemuita, jinsi ulivyoitwa kwa kiwango chako. Hivyo ndivyo Yuda alivyoitwa kutumika, na akatumika kwa kiasi kile vile Mungu alivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumwa ama mtumishi ni yule asiye na chake. Nipate vizuri. Mtumwa ni yule asiye na chake. He or she has no decision on anything. Afanye yale ambayo aliye mtumwa anahitaji kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yuda ni mmoja wao. Anasema yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo. Kwa hivyo yale tu anaweza kuyafanya ni yale yanayotokana na Kristo Yesu. Yale tu ambayo yanamhitajika Yesu hawa akifanya, maana yeye ni mtumwa wake Yesu. Yeye ndiye atasimama pale badala ya Yesu na aseme vile Yesu angelisema kama angelikuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kazi ya mtumwa. Ukiitwa mtumishi, ujue wewe ni wa aina hii. Anayekuita mtumishi wake, yeye ndiyo anala kusema juu yako, juu ya maisha yako,
Kile utakachokitenda ni yeye anayekijua, ni yeye anayekielewa, ni yeye atakuelekeza jinsi utakavyofanya kile ambacho angehitaji uweze kukifanya. Kwa hivyo Yuda anatuambia kwamba yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo, na akiwa mtumwa wa Yesu Kristo hajatumwa kwa watu hawamjui Mungu, ametumwa kwa watu ambao wanamjua Mungu ili awaelekeze, wakajue Mungu huyu ambaye anaongea kuhusu ni Mungu yule tunamjua ndio, lakini ni lipi ligeni linalotokana na Mungu huyu, lile ambalo hatulielewi, lile ambalo hatulijui, hatulitambui. Tunataka kwamba tukae chini yake aweze kutujulisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wangependa kwamba wakae chini waelezee? Ni wangapi wanaosikia kwamba wewe unafaa kuwaelezea? Ni wangapi wanasikia kwamba wewe unafaa kuwa kiongozi wao? Ni wangapi wanasikia kwamba ninafaa kuwa hapa kama pastor? Bwana Yesu asifiwe. Maana ni lazima usikie vile unasikia. Hivyo ndivyo ilivyo, siwezi kukutoa hapo. Wewe ni mwanadamu. Una hisia zako, una mawazo yako, una mipango yako. Wewe kama mwanadamu una uwezo wa kufikiria vile unavyofikiria. Lakini kwa sababu ya neno, kwa sababu ya mtumwa wa Yuda kuitwa ili kwamba aje kwa ajili yako, kwa sababu ya yeye kukubali kutumika, kwamba akakuelezee kwamba yeye akiwa mtumwa wake Yesu Kristo alitumwa kwa walioitwa, alitumwa kwa watakatifu, alitumwa kwa wanaomtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliopendwa katika Mungu Baba. Unajua kuna upendo mwingi. Kuna upendo mwingi. Lakini huyu alitumwa kwa wale waliopendwa na Mungu Baba. Sidhani kama haungekuwa unapendwa na Mungu Baba ungekuwa hapa. Si wewe tu uliamua kuja, ni kwa sababu ya ule upendo wa Mungu ndio sababu uko hapa. Ni kwa sababu ya kile kuitwa, ule mwito ulioitiwa na Mungu ndio sababu uko hapa. Maana kuna kwingi ungeenda, kuna mengi ungelikuwa ungetenda leo, lakini kwa sababu ya mwito ulioitwa, mwito wa Mungu Baba, uko hapa kumsikiliza Baba. Yaani umeitwa na umehifadhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale walioitwa wakapendwa na wakahifadhiwa. Umehifadhiwa na Baba, umehifadhiwa na Yesu, umehifadhiwa na Bwana, umehifadhiwa naye anayekupenda zaidi. Ulipendwa na Mungu Baba, upendo wa kiungu, upendo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni ombi lake analokuombea wewe uliyependwa na Mungu Baba. Hili ni ombi lake. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, yeye pia anahitaji wokovu huo. Naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Yuda anatuonya kwamba sisi kama wale walioitwa na wakapendwa. Tusishindanie mambo mengine, tusishindanie vikwazo, tusishindanie shida, tusishindanie matatizo. Yale yote yako na yatakuwa na hayatatoweka, yataishi. Lakini ishindanie imani. Wewe unaamini nini? Wewe unaamini nini? Nitakapokuambia vile nitakwambia kwa sababu ya vile nimefikiria. Wewe yako ni gani kutokana na yale nimekuambia? Wewe wazo lako ni lipi ambalo litakuokoa kutokana na mawazo yangu? Maana una mawazo yako. Wewe lako ni lipi? Ni uishindanie imani. Ambia Mungu akupe imani. Ambia Mungu akupe kusimama. Ambia Mungu akupe kutulia. Ambia Mungu akupe kumuona katika njia yoyote ile, katika kila shimo ambalo utapita. Ambia Mungu kwamba hapa ninajua na ninaelewa kwamba nikiwa pamoja nawe, nikiwa pamoja nawe. Hata kama kukiwa kukali, kukiwa kuchafu, kukiwa kunanuka, kukiwa siwezi pita, hapa nitapita, mama na wewe yu pamoja nami.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako na iwe kwamba aliye ndani mwako ni mkuu kuliko wale walio nje. Kuliko wale walio nje. Bwana Yesu asifiwe. Unapofungua masikio yako kusikiliza wapendwa wakinena, uwe pia na hekima. Maana uko na imani, uwe pia na hekima ya kutawanya yaliyo mema na yasiyo mema, yatakao kuvunja moyo na yale ambayo yatakufanya uinuliwe. Yale yanayokufanya uinuliwe, hayo ndiyo unafaa kuyafuata, maana imani ile ni kama imani yako. Kile unachokishindania ni sawa na kile wanachokishindania. Kwa hivyo uko sawa na wao, kukaa na wao, kuwasikiliza, na mambo yale watakayosema ama kuyanena kukuelekeza yatakuwa mema kulingana na imani yako unayoshindania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuishindanie imani. Wapendwa, tuishindanie imani. Tuishindanie imani. Kuna neno ndugu Moses alisema mahali hapa wakati alikuwa anatutia moyo. Nikashindwa kama ulipata vile nilipata. Kwamba Mungu akupe nafasi ya mahali unapostahili. Did you ask yourself unastahili wapi? Wewe unajua unastahili wapi? Wakati mwingine wapendwa, huwa tunajitia moyo. Sisi tuko kanisani, sisi tunaimba, sisi tunaomba, lakini kuna mambo tunafanya kisiri. Tuna mambo tunafanya kisiri. Tutakapojikuta jehanamu utashangaa. Ulikuwa unatumikia Mungu gani? Ulikuwa unatumikia Mungu gani? Nimesema Yuda anasema alitumwa kwa watu ambao wanamjua Mungu. Watu ambao walipendwa, watu ambao walichaguliwa na walipendwa na upendo wa kiungu. Na ndio sisi katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu waliojiingiza kwa siri. Watu ambao walijiingiza kwa siri. Sababu ya Yuda kutafuta sana kukutia moyo utafute imani, utafute kusimama katika imani, ni kwamba kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu ambao hawakuchaguliwa, watu ambao hawakuitwa, watu ambao hawakutumwa. Watu hawa mara nyingi utakuta kwamba wao ndio wananena maneno mengi. Hao ndio wanachafua, lakini wako kanisani. Unachafua tu lakini uko kanisani. Unachafua tu lakini unaendelea. Unachafua tu lakini uko sawa. Wewe ndiwe uliye sawa. Wewe ndiwe uliye sawa. Watu waliojiingiza kwa siri. Maana aliyekuja kwa sababu ameitwa, ametumwa aje. Ni mnyenyekevu kusikiliza yale ambayo huyu aliyemuita anahitaji afanye nini. Huyu aliyemuita, alimuita afanye nini? Alimuita apite njia gani? Alimuita aseme lipi? Si kila jambo unasema ni zuri. Si kila jambo unasema linafaa. Lakini ikiwa halikuumizi wakati umetema kitu mbaya, ikiwa hakikuumizi, hakika mpendwa hukuitwa. Haukuitwa na haukuwekelewa na Mungu. Huyu imani hii ambayo ninaisikia hapa, si ile ulionayo. Si ile ulionayo. Kuna shida mahali. Kuna shida mahali. Kuna shida mahali. Maana jinsi ninavyotaka mimi, kuna vile ninataka. Na kuna vile ningependa. Lakini kuna vile Mungu anapenda anaponiona, anaponitazama. Kuna kile ambacho Mungu angependa nikifanye. Umewahi kaa chini ujiulize Mungu anataka nifanye nini? Ujiulize Mungu alinipeleka Mronyo kufanya nini? Nipeleka Mronyo kufanya nini? Kwa nini ninakaa hapa? Ninakaa hapa kwa alafu baada ya hii, nini ingine baadaye? Nini ingine baadaye? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine ninapowaza kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu, nikiwa kwenye niko mimi peke yangu, huwa ninajiuliza maswali mengi, kwa sababu sijui kwa nini ninakaa jinsi ambavyo ninakaa. Labda nilijiita. Mungu nisaidie nikasimame vizuri, nikafanye yale ambayo yanampendeza Mungu. Lakini ujue yale ambayo yanampendeza Mungu si wote wanayapenda. Kwa hivyo wakati unafanya yale ambayo yanampendeza Mungu, mahali wakati huko na watu ambao hawampendi Mungu, watakukwaza tu.
kukwaza. Na kama haukujua kwamba katika maisha yangu kuna dakika nitakwazwa, kuna wakati nitakwazwa, niwe tayari kwa kikwazo, maana huu ni mtihani. Wapendwa, hii ni mtihani. Huu ni mtihani. Huu ni mtihani. Ukikosa kupita mtihani huu, wewe ni mmoja wa wale ambao watakosa kuingia mahala ambapo walipangiwa. Kwa sababu gani? Ulikosa kupita mtihani. Sote kwa njia moja ama nyingine tumekuwa mashuleni, tumekuwa tukisoma, na katika usomi wetu kuna mitihani tumeifanya. Na mitihani ile ilikuwa na kusudi ya mitihani ile. Wenda usiende kiwango kile kingine kwa sababu haukupita ule mtihani ulipewa kwa kiwango kile kingine. Bwana Yesu asifiwe. The spirit of stagnancy. The spirit of stagnancy. Have you ever asked yourself, why are we the way we are? Katika kanisa hili, kwa nini tuko jinsi tulivyo? Ni nini hiyo hatujatoa? Maana shetani hawezi jenga mahali hana kitu cha kujishikilia. Shetani hawezi jenga mahali hana kitu cha kujishikilia. Lazima kuna kitu anajishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao walijiingiza kwa siri ndio hao wanaleta vikwazo. Walioandikwa tangu zamani, hukumu hii makafiri. Yaani wao wako na hukumu tayari. Walishahukumiwa. Kwa sababu mioyo yao inajulikana. Maisha yao yanajulikana. Mienendo yao inajulikana. Nia zao zinajulikana. Kwa badilio neema ya Mungu wetu, kwa kuwa ufisadi nao kumkana yeye aliye pekee Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nitakaposhuka hapa, si nimemaliza kuhubiri, lazima mnipe kitu. Lazima mnilipe. Si ndiko kazi? Hamuoni niko kazi? Wapendwa, hamuoni niko kazi? Ni nyinyi nauliza. Sasa hii ndio kubadili neema. Ni kubadili neema. Nimebadilisha neema niliyopewa na Mungu kuhubiri. Mimi ninahubiri nikilipwa. Kuna watu wamepewa neema ya vipawa tofauti tofauti. Vipawa vya uombezi, vipawa vya uombezi, vipawa vya uponyaji, vipawa vya uponyaji. Mpendwa, utaenda ulipe kipawa kile. Kipawa kile utalipa. Kwa sababu neema ilishabadilishwa, imekuwa ufisadi. Lazima ilipiwe neema ile. Mahali niliipata mpendwa, wewe unajua. Wakati nilikuwa naomba ulikuwa? Wakati nilikuwa naomba, nini mlikuwa? Neema hii niko nayo mnaijua. Lazima mnilipe. Toa kitu ndio nikome. Toa kitu ndio nikome. Na ndio sababu Yuda anasema kwamba muishindanie imani. Muishindanie imani. Ndio mjue ni kipi mnachokitafuta. Na ni wapi mtakapokipata kitu hiki mnachokitafuta. Maana imani ikikufa unatoweka katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Unaweza fanya lolote. Unaweza enda mahali popote. Maana imani yako haipo. Sasa mashindano yako ni jinsi nitakavyokula. Ni jinsi nitakavyofika mahali fulani. Ni jinsi nitakavyokutana na fulani. Ni jinsi nitakavyofanya. Lakini kwa programu yako yote tangia asubuhi mpaka jioni hauna kipindi cha maombi. Hauna kabisa, hauna kipindi cha maombi. Maana neema hiyo hauna. Neema hiyo hauna. Haushindani kuamini. Wewe ulitosheka na mahali ulifika. Na kwa sababu hauendelei kutafuta, unaishi hapo. Unaishi unajikwaza. Unaishi unajiumiza. Unaishi unajitesa. Na imagine wapendwa nikisema nikirudia, hautakosa kukwazwa. You need to know yourself. Understand who you are in Christ Jesus. Understand who you are in Christ Jesus. Vikwazo havitakosa. Hata mimi hukwazwa. Na hata mimi ni mwanadamu, na mimi huumia, na mimi huteseka pia. Lakini baada ya kuumia, ninamrejelea Mungu na mwambia hapana. Una sababu ya kuniita. Nipe
uvumilivu niendelee. Nipe uvumilivu niendelee. Nipe upendo niendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema kwamba mtafute imani na rehema. Rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naje najua rehema. Nani anaweza nielezea rehema ni nini? Rehema, mercy. Mercy. What is mercy? What is mercy? Yani you don't care. Yani haujali, hauna rehema. Kwa hivyo haujali hata kikifanyika kile ambacho kitafanyika wakati kitafanyika, si shida yako na si tatizo lako na si wewe. Aliyetaka ifanyike hivyo anajua, kwa hivyo ikae vile itakaa. Ikae vile itakaa. Yeye ndiye alisema, yeye na akafungwa, sawa, ni sawa. Yeye ndiye alisema shauri yake. Yaani hauna ile rehema, hauna ile rehema. Hauna ile kuona kwamba rafiki anaumia, rafiki anateseka. Rafiki anateseka. Nimuombee, nimsaidie, nimuondoe katika giza hili, nimuondoe katika kikwazo hiki. Hauna. Maana hauishindani hiyo. Ulifika mahali ulifika na uko sawa jinsi ulivyo. Kwa hivyo hakuna chochote kilicho kigumu kwako. Unaweza kufanya yale ambayo unafanya, lakini yale mengine, wengine wakiumia kule, wakijikwaza kule, hauna haja. There is no mercy in you. There is no mercy in you. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuishi ndani ya imani. Tuwahurumie wapendwa. Tuwahurumie marafiki. Tuwahurumie majirani. Tuwahurumie watoto wetu. Maana hali hii tunayoipitia, tusipowahurumia, tuwaombee wajiondoe ndani, watoe ndani, tuwatokanishe na hali ya dunia hii, na mawazo ambayo yanawakwaza kila wakati na kila dakika, na mawazo ambayo yako ndani mwetu yataumiza watoto wetu, yatatesa watoto wetu. Wataishi jinsi tunavyoishi. Tungependa watoto wetu wawe na maisha mazuri, kwa sababu tulipotambua kwamba tuna shida, tulipotambua kwamba tuna matatizo, tulijificha ndani ya Kristo Yesu, maana tulikumbuka kwamba tulipendwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mistari ile ya mwisho ni kali sana. Kwamba Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri. Lakini hata hivyo walirudi akawaangamiza jangwani kwa sababu ya kutoamini kwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani unajua utaishi muda gani mpendwa, kama bado uko katika hali hiyo? Kwani unajua Mungu amekuvumilia kiasi gani? Maana Biblia inaniambia hapa, wale ambao walikuwa wameokolewa na Mungu, ni Mungu mwenyewe alirudi kuangamiza jangwani kwa sababu hawakuwa na imani. Hawakuona kwamba Mungu amefanya kitu. Hawakuelewa. Hawakutambua kwamba huyu ni Mungu anayetenda yale. Baada ya Mungu kutenda ile miujiza yote kule jangwani, yote paka kubwa kabisa, kuwapitisha katikati ya bahari ya Shamu, ikiwa katika nchi kavu. Wapendwa hawakuona. Walizidi kuleta shida, walizidi kuleta matatizo katika safari hii, ili hali Mungu amewaokoa na wameona Mungu amewaokoa. Mpendwa, umeokolewa na Bwana. Umeitwa na Bwana. Kwa upendo wa Bwana umeitwa. Kwa ukweli umeitwa. Imagine Biblia inasema hata malaika ambao hawakulinda enzi yao, hata malaika. Kwani sisi ni nani? Kama malaika wanaadhibiwa wapendwa. Malaika wanaadhibiwa. Na ndio sababu Yuda anasema hakutumwa kwa makafiri. Alitumwa kwa watu ambao wanamjua Mungu. Maana katika kumjua Mungu unafika mahali mambo yanakuwa kawaida. Nilishaokoka, najulikana na kanisa, na mimi huwa ninaomba, hata wanajua mimi ni mwimbaji. Na sasa mahali tumefika, mimi naweza fanya kile naweza fanya kwa sababu ninamjua Mungu. Ninamuelewa Mungu, ninamtambua Mungu. Kumbuka, hata malaika wanaadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twaweza kuchukua usikie uchungu. Twaweza kusikia tumekatwa. Twaweza kusikia tunaumia, lakini huu ni ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu.
Huu ndio ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu, kwamba tuitafute imani, tuwe na rehema katika maisha yetu kama watumishi wa Kristo Yesu katika Moroni PAG. Tuishindanie imani, tuishindanie imani, tuishindanie imani katika kanisa hili, tuishindanie imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaamini nini? Na wewe unaamini nani? Na kwa nini unaamini huyo na si huyu? Ninasema, kwa nini unaamini kile unachokiamini na si hiki ninachokisema leo? Ni kwa nini? Nimesema sisi sote ni wanadamu, na sisi sote tuko na akili, na sisi sote tuko na mawazo. Tuna uhuru wa kuwaza jinsi ambavyo tunawaza, lakini tujue kwamba sisi ni watumishi. Lazima tunyenyekee chini ya aliyetuita tumtumikie. Hauna lingine ila kunyenyekea chini ya aliyekuita umtumikie. Aliyekuita ni nani? Aliyekuita ni nani? Who called you? Who called you? Who called you? Tunaweza tunatumikia miungu tofauti. Ndio sababu wakati mwingine hatutaendi makusudi yake Mwenyezi Mungu. Ndio sababu hatuenendi katika njia zake Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mtumishi wa Mungu Paulo. Paulo mtume wa Mungu. Paulo mtume wa Mungu. Paulo yule mkubwa, yule unajua, yule unaelewa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Paulo hakuwa mtumishi na hakuwa ameitwa pale mwanzoni akilitesa kanisa. Na kazi yake ilikuwa ni kuwatafuta Wakristo na kuwafunga na kuwapeleka Yerusalemu. Yeye akiwa amefungwa ndani mwako pasipo yeye kujua. Maana alikuwa anamtumikia Mungu aliyemjua mwanadamu wa kawaida, maana ametumwa, yeye lazima akafanye. Lakini anafanya kinyume na Mungu pasipo yeye kujua kwamba vile anavyofanya haistahili. Vile anavyofanya haifai. Vile anavyofanya sivyo anavyostahili kufanya. Paulo akiwa barabarani kwenda Dameski akakutana na mwenye enzi, mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo ndio Paulo akaona mwangaza ambao hajaona siku nyingine na akapofuka. Wakati huo ndio Paulo alipelekwa mahali pa kuombewa awe sasa mtumishi, abadilishwe atumike. Bwana Yesu asifiwe. Fuatilia yale mambo ambayo Paulo alifanya baada ya kubadilishwa kutoka kwa uuaji na kuwa Mkristo. Mambo yale Paulo alifanya yalikuwa magumu. Paulo hakushughulika na lolote, bali kulitenda na kulitekeleza lile ambalo alitumwa na Mungu kutenda. Wapendwa, tusifike kiwango kile. Tusifike kiwango kile, maana tutaumia, tutateseka, hata wengine tutakufa, maana tumekataa kufuatilia imani. Tumekataa kuitafuta imani. Tumekataa kuishia imani. Hatuna rehema, hatuna uvumilivu. Hatuwatafuti wengine tuwasaidie. Badala tunawafikia kuwakwaza wakapotee kabisa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Maana Mungu atakapokuja mwenyewe kutuokoa ili tukayatende na kuyatekeleza makusudi yake, tutaumia. Yesu aliumia, aliteseka kwa sababu yako.
aliteseka kwa sababu yako, akasema imekwisha, ili upite katika njia ile, ufike mahala Yesu alitaka, ili umtumikie kwa njia ambayo inastahili. Hauitafuti imani ya kumfuatilia huyu aliyekuokoa, hauifuatilii. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu, pamoja na wewe Emanueli, pamoja na wewe Bwana katika